Wapendwa wasikilizaji na watazamaji, tunamshukuru Mungu kwa namna ya pekee kwa siku nyingine tena ambayo ametubariki tunapokuja kwa ajili ya kujifunza maneno yake matakatifu. Kipindi chetu cha Timazi ya Amana, ndugu msikilizaji, ninakualika na mtazamaji wangu ukaribie kwa ajili ya kujifunza kipindi hiki kizuri. Na tuombe. Hosana mwana wa Daudi. Asante kwa ajili ya ndugu msikilizaji na mtazamaji ambao umependa waweze kusikiliza neno lako takatifu la siku ya leo. Bwana, ukatupatie uvuvio wa pekee, na haya ambao unatazamia kuzungumza pamoja nasi yaweze kuwa mbaraka kwa watoto wako hawa. Katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu tunaomba, amen. Ndugu msikilizaji na mtazamaji, kipindi chetu cha Timazi ya Amana kinaendelea na mfululizo wa masomo ya pekee. Tuliangalia habari ya miiko na maadili katika matoleo, na tunaona ya kwamba miiko na maadili katika matoleo ya zaka na sadaka, tuliona jambo namba moja likiwa ni kujitoa, na jambo namba mbili ikiwa ni biashara ya upendo kwa Mungu wako. Na upendo kwa Mungu wako ambayo ni ya kujitoa kwake, likiangaliwa jambo hili la upendo wa kujitoa limejikita sana hasa katika umoja ambao unaonekana umoja wa matoleo. Na jambo namba tatu tuliangazia habari ya uadilifu katika matoleo. Uadilifu katika matoleo ndio mfululizo ambao tunaendelea tena katika kipindi hiki kinachotuonyesha ya kwamba maadili na miiko katika matoleo. Kipindi kilichopita tuliweza kuona uadilifu katika matoleo, tukaangalia mtu mmoja ambaye alikuwa anaitwa Uzia. Uzia yeye alijaliwa na Bwana kuwa mtu wa uadilifu. Alitembea katika uadilifu alipokuwa ametawala kwake. Kitabu kile cha Mambo ya Nyakati wa Pili sura ile ya 26 mstari ule wa 3, tuliona ya kwamba huyu Uzia alitawala akiwa na miaka 16. Alipokuwa akitawala Yerusalemu miaka 52, alitembea katika mambo ya adili. Hilo lilikuwa jambo la kwanza. Lakini neno la Bwana tuambia ya kwamba alitembea akiwa na nia ya kumtafuta Bwana. Nia ya kumtafuta Bwana. Kama tungelikuwa na nia ya kumtafuta Bwana katika matoleo ya zaka na sadaka, kanisa lako lisingelikuwa na matoleo ulionayo. Ninajua ya kwamba katika kanisa lako kuna wafanyabiashara wakubwa, kuna wafanyakazi wakubwa, kuna wenye madaraka makubwa, lakini ukipiga picha haionyeshi ya kwamba kulingana na hayo matoleo kweli yanawakilishwa sawasawa na kile Mungu alichowabarikia. Kwa maana hiyo kanisa lako lina changamoto ya baadhi ya washiriki au waumini ambao hawafanyi kwa nia ya kumtafuta Bwana katika maadili kwa kurudisha matoleo yao. Kama wangelikuwa na nia ya kumtafuta Bwana kulingana na hayo matoleo, kanisa lako lingelikuwa na matoleo makubwa ya zaka na sadaka. Ninajua ya kwamba kanisa lako lina maprofesa, na ninajua ya kwamba kanisa lako lina madaktari, na ninajua ya kwamba kanisa lako lina wanasheria, na ninajua ya kwamba kanisa lako lina walimu, lina mainjinia, lina marubani. Kanisa lako lina wakuu wa wilaya, lina wakuu wa mkoa, lina wabunge, lina mawaziri. Kanisa lako lina maraisi. Natambua ya kwamba kanisa lako lina wafanyabiashara wakubwa, wakati na wa chini, na ninajua ya kwamba kanisa lako lina wakulima wakubwa, wakati na wa chini, lina wafugaji pia wakubwa, wakati na wa chini. Kama wangetekeleza kurudisha kwa uadilifu na nia ya kumtafuta Bwana, kazi ya Bwana ingesonga mbele kwa mafanikio makubwa sana. Haya ni mambo machache ambayo tukiyapima katika kipindi cha Timazi ya Amana kinaonyesha ya kwamba tumepungua katika uadilifu kwenye matoleo. Tatizo tuna nia kumtafuta Bwana kama Uzia alivyomtafuta Bwana, kama Uzia alivyofanya kwa uadilifu. Lakini tunaona ya kwamba Uzia alipoyatenda haya yote, Bwana alimfanikisha.
Ndugu msikilizaji na mtazamaji, nakwambia ya kwamba katika maisha yako, ukitaka uone mkono wa Bwana wa mafanikio katika janja zako, katika shughuli zako, wewe weka nia ya kumtafuta Bwana katika matoleo. Wewe weka nia ya kumtafuta Bwana katika zaka na sadaka. Wewe weka nia ya urudishaji wa uadilifu. Bwana atakuonekania. Inawezekana kabisa hata magonjwa yakakimbia, hata maradhi yakakimbia, hata changamoto na majaribu yakatoweka, hata utasa na ugumba ukatoweka. Inawezekana katika Bwana. Na ndio maana Bwana anasema ya kwamba mkanijaribu katika njia hiyo, muone ya kwamba kama sitafungua madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni mibaraka tele. Anaposema na kuwamwagieni mibaraka tele, ni kwa wale wanaofanya kwa uadilifu, ni kwa wale wanaorudisha zaka na sadaka kwa uadilifu, wala sio zaka na sadaka za fedha tu, zaka na sadaka za mifugo, zaka na sadaka za mashambani, zaka na sadaka za kwenye vitu, zaka na sadaka za mambo mbalimbali. Wanaofanya kwa uadilifu, mbingu hazitanyamaza, zitamwaga mibaraka tele. Na watu wengi hawajaelewa fungu hili. Wanadhania kwamba Mungu atamwaga mibaraka tele ya kwamba labda ni fedha tu na utajiri. La hasha. Anaposema atamwaga mibaraka tele kwa wanaorudisha zaka na sadaka kwa uadilifu, inamaanisha ya kwamba atamwaga mibaraka ya mali, mibaraka ya utajiri, mibaraka ya vyakula, mibaraka ya afya, mibaraka ya amani, mibaraka kwenye kazi, mibaraka kwenye biashara, mibaraka kwenye mifugo, mibaraka kwenye kilimo, mibaraka mashambani, mibaraka kwenye familia, mibaraka kwenye kazi zako, mibaraka kila uingiapo, kila utokapo. Hii mibaraka itakuandama sababu umefanya kwa uadilifu. Kumbe inawezekana wakati mwingine ni sisi wenyewe tumejipunja. Hebu angalia miiko hii ya matoleo, maadili katika matoleo. Swala hili la uadilifu, inabidi nifanye jitihada kwa namna ya pekee kutafuta uadilifu. Hakuna wezaye kuwa mwadilifu hasipokuwa ndani ya Bwana na Bwana kakaa ndani yake. Hili ni jambo la uweza wa Mungu. Inawezekana kufanya kwa uadilifu. Kwa nini wengine waweze kufanya kwa uadilifu, wewe na mimi tushindwe? Ikiwa Nuhu alifanya kwa uadilifu, ikiwa Hezekia alifanya kwa uadilifu, ikiwa Uzia alifanya kwa uadilifu, wewe na mimi tunashindiwa wapi? Dada yangu mpendwa, kaka yangu mpendwa, mama yangu mpendwa, baba yangu mpendwa, saa imefika mwambie Bwana ya kwamba kila senti, kila mamilioni, kila maelfu nitakayopata, nimeazimia kufanya kwa uadilifu. Nimeazimia kurudisha matoleo ya zaka na sadaka kwa uadilifu. Nimechoka kutofanya kwa uadilifu. Nimechoka kutofanya kwa kinyume na neno la Bwana. Tunapofanya kwa uadilifu, mambo yetu Bwana atayafanikisha. Bwana atatenda katika mapito yetu. Uadilifu unapoonekana katika matoleo, Bwana atakufanikisha katika shughuli zako zote za mapato yako. Kumbe wakati mwingine hatukufanikiwa kwa Bwana, huenda tumeacha mambo ya uadilifu. Uzia alipoacha mambo ya adili na kuingia hekaluni mwa Bwana ili afukize uvumba juu ya madhabahu ya kufukizia, kuhani Azaria na makuhani 80 wa Bwana wakamzuia Uzia mfalme, wakamwambia si haki yako kufukiza uvumba, ila ni haki ya makuhani wana wa Aroni. Hebu angalia, Uzia alianza kwa uadilifu, lakini baadaye anakengeuka. Pale alipoacha uadilifu, mambo yakaenda tofauti.
wapendwa, nahitaji niwaambie ya kwamba hata wewe mwenyewe ni shahidi. Zamani ulipokuwa unapokea mshahara wako, ulikuwa unarudisha kwa uadilifu, ulikuwa unarudisha kwa uaminifu, tena kwa ukamilifu. Lakini kuna nyakati zikaenda ukaacha uadilifu. Kuna nyakati ukaenda ukarudisha zaka peke yake bila sadaka. Kuna wakati ukaenda ukarudisha sadaka peke yake bila zaka. Umekengeuka kama Uzia. Ulianza vizuri, baadaye umekengeuka, baadaye umerudi nyuma. Ni jambo la namna gani ambalo limefanya umerudi nyuma? Je, ni vipodozi? Zaka na sadaka ya Bwana imeenda kununua vipodozi. Zaka na sadaka ya Bwana imeenda kununua viatu. Zaka na sadaka ya Bwana imekwenda kununua nguo. Zaka na sadaka ya Bwana imekwenda kununua mapambo. Zaka na sadaka ya Bwana imekwenda katika matumizi yasiyotakiwa. Saa imefika kurejea mapito ya zamani katika njia kuu ya kufanya kwa uadilifu. Kwa hiyo Uzia akazuiwa. Alipozuiwa, neno la Bwana linasema akaghadhibika, naye alikuwa na chetezo mkononi cha kufukiza uvumba, ukamtokea ukoma katika paja la uso wake. Hebu angalia, Azalia sasa na makuhani wenzake wakafanya haraka kumtoa katika madhabahu. Wakajua ya kwamba hii tayari ni hatari kubwa. Hata yeye mwenyewe akafanya haraka kutoka, kwa sababu Bwana amempiga. Uzia anaelewa, alijua ya kwamba hili jambo analotenda lisio la adili katika madhabahu, kufukiza uvumba, Bwana hatamwacha, hatamwangamiza. Neno la Bwana nasema hata yeye mwenyewe akafanya haraka kutoka pale. Anajua hapa kinachoendelea ni kipigo na kufa. Pendwa msikilizaji na mtazamaji, unapoacha kufanya kwa uadilifu, au uko salama. Biashara yako iko salama, kazi yako iko salama, familia yako iko salama, mipango yako iko salama. Wakamtoa tena yeye mwenyewe, kabla hajatolewa alijua matokeo yake, alifanya haraka. Ninajua ya kwamba unaelewa matokeo ya kuzuia zaka na sadaka ni nini. Unaelewa matokeo ya kula zaka na sadaka ni nini. Ndugu mpendwa, kuwa kama Uzia. Fanya haraka mwenyewe utoke mahali ambapo Bwana hajakuagiza. Fanya haraka mwenyewe ufanye uamsho na matengenezo ya kweli. Na ndio maana timazi ya maana inakuja, inanipima, inahitaji nifanye haraka kurudisha zaka na sadaka kwa Bwana. Nifanye haraka kurudisha kwa uadilifu. Nifanye haraka nitende kwa uaminifu, nitende kwa ukamilifu kwa Bwana Mungu wangu. Neno linasema tunapoacha uadilifu wetu kwa Bwana wa kurudisha zaka na sadaka, biashara, kazi, mashamba na mifugo yetu na kadhalika vinaweza kupigwa na Bwana kama Azia alivyofanya, kwa sababu ya kutotenda kwa uadilifu. Uadilifu unalipa katika maisha yetu ya kila siku. Tumuombe Bwana atujalie kudumisha viwango hivi vya uadilifu kila wakati. Maadili ni ya muhimu sana. Uadilifu ni wa muhimu sana. Mifano ya watu ambao walitembea katika uadilifu wako wengi katika Biblia. Lakini tunaangalia mifano ya uadilifu kidogo. Mifano ya uadilifu: kusema ukweli na kuepuka uongo ni mfano wa uadilifu. Matoleo mengi yana ukweli ndani yake. Matoleo mengi yana hila ndani yake. Matoleo mengi yana uongo ndani yake. Unaporudisha zaka na sadaka kwa ukamilifu na uadilifu, matoleo yako yanasimama katika ukweli kwa Mungu wako. Pale unaporudisha bila uaminifu na uadilifu, matoleo yako yanasimama katika uongo na ila na ulaghai kwa Mungu wako. Uaminifu, hebu tuangalie hapa pia. Unaporudisha kwa uaminifu, kwa uadilifu, kwa ukamilifu, unatimiza ahadi na wajibu na jukumu kwa Bwana Mungu wako,
na kuwa mwaminifu na kuokoa wengine. Kadri unavyofanya kwa uaminifu kurudisha zaka na sadaka ghalani mwa Bwana kwa uadilifu wake, unaokoa roho nyingine, hata watu ambao usingeweza kuonana nao, wa nchi za mbali, mataifa mbalimbali, lugha mbalimbali, zinawafikia. Neno linawafikia, wanafanya maamuzi ya kufuata ukweli sababu ya matoleo yako uliyofanya kwa Bwana Mungu wako kuleta kwa uadilifu. Mifano ya uadilifu ni ya muhimu. Uthubutu. Bwana anahitaji watu wake wathubutu katika kumrudishia zaka na sadaka kwa uadilifu. Mimi na wewe inabidi kuthubutu kumrudishia Bwana zaka na sadaka kwa ukamilifu. Na ndio maana katika neno la Bwana nasema, mkanijaribu katika njia hiyo. Neno mkanijaribu katika njia hiyo ni kufanya kwa kuthubutu kwa Bwana Mungu wetu. Ninawapenda wafanyabiashara, huwa wanatumia neno kuthubutu. Je, ulishawahi kuthubutu? Je, ulishawahi kujaribu kumrudishia Bwana kwa ukamilifu, kumrudishia Bwana kwa uadilifu, uone Bwana anachotenda? Lazima saa ifike tuzamilie kuthubutu kwa Bwana Mungu wetu, kuthubutu kufanya kwa uaminifu. Hili ni jukumu ambalo wewe na mimi tunapaswa kulitekeleza kwa Bwana Mungu wetu, kufanya kwa uadilifu. Jambo jingine ni fadhili. Mifano ya uadilifu. Ni muhimu kuwa wenye fadhili, kuandaa wengine kwa umilele kwa kupitia matoleo yetu ya zaka sadaka, na kuwa wenye huruma, na kuwa watu wanaojali wengine, kuwafikia kwa injili ya milele. Fadhili ni jambo jema. Kumbe urudishaji wa zaka na sadaka kwa uadilifu linatupa fadhili njema kwa ajili ya kuwafikia wengine. Jambo jingine ambalo la muhimu tunalotakiwa kuliona katika mifano ya mambo ya uadilifu ni uhusiano. Unaporudisha zaka na sadaka, wewe unathamini uhusiano wako na Mungu. Wewe unathamini uhusiano wako na watu wengine kwa matoleo yako ya zaka na sadaka. Hapo ndipo penye chanzo, penye chimbuko la msingi kuwa na mahusiano mazuri na Mungu wako. Unapoimarisha mahusiano na Mungu wako, nyanja zote nyingine zitakuwa zimeimarishwa. Unapoharibu kwenye chanzo, kwenye msingi, kwenye chimbuko, umeharibu kwingine kote. Hivyo urudishaji wa zaka na sadaka katika uadilifu wake, katika mwiko huu unaoitwa wa uadilifu katika matoleo, utakuwa umefanya sehemu pana katika ulimwengu mzima. Jambo jingine, mifano ya uadilifu ni heshima. Kitabu kile cha Mithali sura ya 3 mstari wa 9 mpaka 10, neno nasema, mheshimu Bwana kwa mali yako na malimbuko ya mazao yako. Kumheshimu Mungu maana yake ni kumkubali Mungu kuwa ndiye chanzo, ni kumkubali Mungu kuwa ndiye chimbuko na msingi na mmiliki wa vyote, na muumbaji na mkombozi wa maisha yako. Ukimheshimu Mungu wa mbinguni, utarudisha zaka na sadaka kwa uadilifu. Jambo jingine ni upendo. Kuonyesha upendo na huruma kwa kuwaokoa wengine kupitia matoleo ya uadilifu yanayoletwa kwa Bwana. Kuwafikia kwa utume, matoleo ya zaka na sadaka yanaonyesha upendo wa dhati wa kuokoa wengine. Kwa hiyo wewe na mimi tumeitwa kuokoa wengine. Sasa ni vizuri tuweze kuelewa ya kwamba tunapozungumza habari ya uadilifu katika matoleo, umuhimu wa kuwa na maadili ni nini? Umuhimu wake ni nini? Maadili katika matoleo ya jukumu muhimu katika maisha ya mtu binafsi na kwa jamii na kwa jumla wake, yanasaidia kuunda jamii yenye kumjua Mungu na kumtegemea Mungu kama Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, kwa maisha ya wanadamu wote. Kumbe kuna umuhimu mkubwa sana wa kuwa na matoleo katika maadili. Yatafanya kumjua Mungu sana kwa namna pekee,
Na ndio maana Ayubu 22:21 anasema ya kwamba mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujia. Mema yatakavyokujia. Kumjua Mungu ni kuwa na uadilifu. Kumjua Mungu ni kufanya yanayopenda Mungu wa mbinguni. Tutakapofanya kwa uadilifu jukumu ili binafsi kwa mtu mmoja mmoja kutangaza habari njema ya wokovu kwa urudishaji wa zaka na sadaka katika uadilifu wake. Kwa hiyo maadili katika matoleo uchochea mabadiliko. Maadili katika matoleo uchochea mabadiliko makubwa. Kuwa na maadili katika matoleo kunaweza kuhamasisha mabadiliko kwa familia yako. Kuwa na maadili katika matoleo kunaweza kubadilisha matoleo ya mtu binafsi. Kunaweza kubadilisha matoleo ya kanisa kiujumla. Yanaweza kubadilisha matoleo ya mtaa kiujumla wake katika matoleo yanayorudishwa ya zaka na sadaka kwa mpango. Na kuwa na ongezeko kubwa la waaminifu katika matoleo, sababu watu wengi wamejifunza kwa Bwana, wanarudisha kwa uadilifu. Maadili katika matoleo yanapofundishwa yanapaswa kuwa makini kwa uwezekano mkubwa wa kuweza kuunga mabadiliko makubwa yatakayoonekana kwa waumini wake. Matoleo ambayo hayalingani na maadili hayo yaliyofundishwa na washiriki kutekeleza agizo la Bwana wao. Na ndio maana neno nasema leteni kwa ukamilifu, leteni kwa uaminifu, leteni ghalani mwa Bwana. Kwa hiyo maadili katika matoleo yanatupatia mwelekeo mkubwa wa kuitenda kazi ya kiutume. Na haya yanapatia mwelekeo mkubwa kivipi? Maadili katika matoleo hutoa mwelekeo kwa familia, hutoa mwelekeo kwa kanisa, na kutusaidia kuweka kila kitu kuwa cha kwanza, kila mambo kuwa ya kwanza kuliko vitu vingine, Mungu kuwa wa kwanza kuliko kitu kingine. Kwa hiyo ukamilifu wake utakwenda kwa mafanikio makubwa, sababu ni Mungu ambaye anapewa nafasi ya kwanza. Maadili huvutia wasaidizi. Watu wanaopenda sana maadili wana uwezekano mkubwa wa kupata usaidizi. Wakati watu wanaona kwamba unajitolea kwa maadili kwa kile unachofanya, kuna uwezekano mkubwa unapohitaji usaidizi watu watawekeza wakati nguvu zao katika kusaidia na kuitekeleza kazi ya Bwana. Maadili katika matoleo hujenga matumaini. Tunapofanya mambo ya kimaadili yanajenga matumaini katika maisha ya watoto wa Mungu. Matumaini yataonekana. Ukiwa na maadili katika matoleo, unaweza kuwasaidia wengine kuona picha kubwa na kuhisi matumaini katika kushiriki utume kwa kumrudishia Bwana zaka na sadaka. Wakati watu wanaelewa wajibu wao wa matoleo katika maisha yao, wana uwezekano mkubwa wa kukaa na matumaini na kujituma kutekeleza jukumu lao la matoleo maishani mwao. Kwa hiyo wapendwa wasikilizaji na watazamaji, nina jukumu kubwa, una jukumu kubwa ambalo unapaswa kulitekeleza. Maadili katika matoleo yanayoweza kujenga matumaini makubwa kwa watu wengine. Wafanye kwa uadilifu, kwa kadri wanavyozidi kubarikiwa, watimilize miiko na maadili katika matoleo, katika uadilifu kwa ukamilifu wake. Maadili katika matoleo huongeza kuaminika. Unapoonyesha maadili katika matoleo ya zaka na sadaka kwa kadri Bwana alivyokubariki, hii inatengeneza hali ya kuaminika katika jamii yako, katika familia yako, katika kanisa lako, katika mtaa wako. Bwana huinuliwa na watu wengi ambao wanaaminika. Nikuulize swali. Kweli wewe unazo sifa za kuaminika, za kuwa wakili wa Bwana kwa kulingana na hayo unayoyatenda? Je, ni mara ngapi Bwana anatuhesabia kutoaminika kwa vile anavyotubariki? Hebu angalia maadili katika matoleo. Je, yamekuangusha mara ngapi kutokuaminika? Mbingu hazijakuamini kwa muda gani? Mbingu hazijakuamini kwa miaka mingapi? Mbingu hazijakuamini kwa miezi mingapi? Kuaminika, hili ni swala la kuaminika. Ukiaminika na mbingu, hakuna shida. Swala ni uadilifu. Kwa hiyo kuaminika ni jambo la muhimu sana.
mtu anapokuwa wa maadili katika matoleo, anaweza kuongeza uaminifu wake kwa kazi ya Bwana na watu wengine wakamwamini. Wakati watu wanaelewa kile ambacho mtu anasimamia, kuna uwezekano mkubwa wa kumwamini na kumuunga mkono yule mtu ambaye anayeaminika. Bwana anahitaji niaminike, Bwana anahitaji uaminike. Jinsi ya kukuza maadili katika matoleo ni jambo la muhimu sana. Kuna njia nyingi za kukuza maadili katika matoleo. Mojawapo ni njia bora zaidi kuishi kama mfano au kielelezo kwa Mungu wako, kwa kutii amri za Mungu inayosema leteni kwa ukamilifu. Kama watoto wa Bwana, lazima tujifunze kwa Bwana. Lazima Bwana awe sehemu ya maisha yetu. Ikiwa unataka uwe mtoto wa Mungu, kuwa mtu wa maadili katika matoleo, kuwa mtu katika uaminifu wake, onyesha maadili hayo katika maisha yako mwenyewe. Sisi kama watoto wa Bwana Mungu tujifunze kwake alivyotuagiza tutende katika urudishaji wa zaka na sadaka kwa ukamilifu ghalani mwake. Bwana atatusabia haki kwa namna pekee. Njia nyingine ya kukuza maadili, zungumza kuhusu maadili ya matoleo. Ongea na familia yako na kanisa lako kuhusu unachoamini kuwa ni muhimu katika maadili ya matoleo. Eleza kwa nini unaona ni muhimu mtu anapotekeleza wajibu wake wa kulisha zaka, sadaka, maadili ya neno la Bwana. Bwana akubariki unapokwenda kwenye ibada. Nenda na maadili ya kurudisha kwa ukamilifu katika matoleo. Bwana azidi kubariki katika jina la Yesu Kristo kwa wetu. Amen. Baba, asante kwa msikilizaji, mtazamaji, zidi kumbariki katika biashara, katika kazi na mifugo na mashamba, katika jina la Yesu Kristo kwa wetu. Amen.